Je, umefanya ukaguzi wa chombo chako cha moto na stika za usalama barabarani? Kila mwaka ukaguzi huu hufanyika mara moja, lakini kutokana na maendeleo ya kiteknolojia kwa sasa kazi hiyo inafanyika kupitia mfumo maalum. Kwa jina ninaitwa mkaguzi wa Jeshi la Polisi Elisha Ernest kutoka Makao Makuu ya Kikosi cha Usalama Barabarani, Idara ya Mifumo. Mfumo wa ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za usalama barabarani ni mfumo unaoitwa MIMIS kwa kifupi. Neno MIMIS linawakilisha maneno ya Motor Vehicle Inspection Management Information System. Ni mfumo ambao unaratibu zoezi zima la ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za usalama barabarani. Dereva au mmiliki wa chombo cha moto anatakiwa afuate hatua zifuatazo. Awali ya yote, anatakiwa awe aidha na kifaa ambacho kina access mtandao wa internet, yawezekana ikawa ni simu kwa maana smartphone, au ikawa ni kompyuta ambayo imeunganishwa mtandao wa internet. Anachotakiwa kufanya, ataingia kwenye kifaa chake kama ambavyo mnaweza kuona pale. Ataingia kwenye kivinjari au browser. Kwenye kivinjari sehemu hii ataandika neno MIMIS. Akisha kuandika neno MIMIS pale, akabonyeza pale, utafunguka ukurasa ambao utamwelekeza namna ya kuweza kupata huduma ya ukaguzi wa chombo chake. Kama mnaweza kuona ukurasa wa ukaguzi, ataingia sehemu hii hapa iliyoandikwa new application au mwombaji mpya. Mfumo utamhitaji ajaze taarifa zake binafsi. Taarifa zake binafsi ambazo anazijaza kwenye mfumo ni jina lake, ajitambulishe ni nani, pia kufahamu yeye ni jenda gani, pamoja na kuingiza namba yake ya simu kwa maana ya mawasiliano. Namba hii ina umuhimu kwa sababu huduma hii ya ukaguzi inalipiwa. Akisha kufanya malipo, atakuwa mfumo unaweza kumfahamisha status ya ukaguzi kwa kupitia namba ambayo atakuwa ameiweka. Mathalan, ataingiza jina lake la kwanza, ataingiza jina la pili pale, jina la tatu, ataingiza jinsia yake kama ni mwanamke au mwanamume. Kisha atajisajili kwenye mfumo kwa maana ya kujitambulisha kwenye mfumo. Baada ya kujitambulisha kwenye mfumo, nini kinafuata? Inspekta Elisha anafafanua. Akisha jitambulisha kwenye mfumo, mfumo utampeleka hatua ya pili ambayo itahitajika kujaza taarifa za chombo cha moto au vyombo vya moto ambavyo anaomba vikaguliwe. Akiingia kwenye mfumo hapa, atachagua sababu au dhumuni la kutaka ukaguzi. Ukaguzi tunao aina nyingi, lakini ukaguzi tunaozungumzia hapa ni ule ukaguzi wa mara moja kwa mwaka ambao ni ukaguzi wa wiki anaenda kwa usalama barabarani. Atabonyeza pale, ataweka sababu ya ukaguzi, kisha atachagua kategori. Tunazo kategori za vyombo vya moto. Kuna magari binafsi, kuna magari ya biashara, pia kuna bajaji pamoja na pikipiki. Sasa tuseme labda huyu mwananchi anaomba ukaguzi wa gari binafsi. Kwa hiyo atabonyeza sehemu ambayo iliandikwa private pale. Kisha mfumo utahitaji aingize usajili wa chombo cha moto. Na kwa sababu mfumo huu umeunganishwa na mifumo mingine, mfumo wa usajili wa vyombo vya moto kwa upande wa mamlaka zingine, akisha kuweka namba usajili, mfumo utachukua taarifa zake zote za msingi kama unavyoweza kuona aina chombo cha moto kilivyo. Atakuwa amepata kuingiza taarifa za chombo cha moto ambacho anakusudia kukiombea huduma ya ukaguzi. Baada ya pale utamuomba aweke miadi ni lini yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukagulisha chombo chake cha moto, kwa sababu hatua zote hizi anazozifanya ni kutaka kupata ile control number, kwa maana namba ya udhibiti aweze kulipia huduma ya ukaguzi kulingana na aina yake ya chombo cha moto. Hatua inayofuata, mfumo utamuuliza angependa kukagulia chombo chake mkoa gani. Atachagua mkoa, kwa mfano hapa Ilala, hapa mahali tulipo tuko Ilala, kama ni mkoa mwingine, na kisha atakuja achague wilaya, afu ataweka tarehe. Anaweza kaweka tarehe ambayo anakusudia kwenda kukagua chombo cha moto. Mfumo uko rafiki zaidi. Mfumo utamhitaji aweze kuhakiki taarifa zake zote za msingi ambazo ameziingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo taarifa zake binafsi, taarifa za chombo cha moto anachoomba kukaguliwa na sehemu ambayo anaomba kukaguliwa, ikiwa ni pamoja na tarehe au lini, muda gani yuko tayari kwa ajili ya kwenda kukagulisha chombo chake cha moto. Hatua inayofuata ni kuomba mfumo umletee control number au namba ya udhibiti ya malipo ya kulipia huduma ya ukaguzi. Chombo cha moto ambacho ni cha matumizi ya private, matumizi binafsi, huduma yake ya ukaguzi ni shilingi 5,000,
Lakini kama chombo cha moto ni kwa ajili ya matumizi ya kibiashara, kwa maana commercial cars, ni shilingi 7,000 huduma ya ukaguzi, ila kwa wale wanaomiliki pikipiki pamoja na bajaji, huduma ya ukaguzi ni shilingi 2,000. Atalipa huduma ya ukaguzi kwa kutumia mitandao ya simu, kuna huduma ya mitandao ya simu, au ataweza kwenda kwa wakala. Kama hawezi kulipa kwa kutumia mitandao ya simu, akaenda kwa wakala, akapeleka control namba ile, na wakala akishalipa sasa, ina maana mwananchi atakuwa amelipia huduma ya ukaguzi kwa chombo chake husika.